kinyume na kusutia, kitatimia chizi mwenyewe apendavyo. Musa alikuwa ni mwanadamu. Lakini Mungu sio mwanadamu. Ndio kazi hiyo yote ilifanywa na Mungu. Bwana asifiwe. Tunaambiwa kwamba tusimameni wima, tumwangalie Mungu peke yake, tumtegemee Mungu peke yake, hata kupitisha mahali ambapo hapapitika. Kila njia unaona ya kwamba si njema mbele za Bwana ama machoni mwa Bwana, jitenge na njia hiyo, kwa maana ile njia inaweza fanya shetani akakuangamiza. Kama kuna maneno kwa mdomo yako unaona ya kwamba haifai, yaondoe kwa mdomo yako, kwa maana maneno hayo yanaweza fanya Mungu shetani akapata mwanya. Kama kuna vikundi ambavyo anavipenda na havifai, jitenge na vikundi hivyo, kwa maana vikundi vile vinaweza fanya shetani akapata mwanya kwako. Kama kuna vyakula ambavyo havifai, usikule, kwa maana vyakula hivi vinaweza fungua mwanya shetani akakufikia. Kama kuna uchungu ndani mwako imekukalia, iondoeni uchungu ile, kwa maana shetani anaweza kupata mwanya aingie kwako akukamate. Wewe unaambiwa nini? Tembea katika mwanga, kwa maana Yesu Kristo ni nuru. Yeyote apendaye nuru, nuru hilo litafanya kazi kwa maisha yake. Apendaye Mungu ampenda mwana, na apendaye mwana ampenda Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kubali mwana wa Mungu aliye ndani mwako apate nafasi ya kufanya kazi ndani mwako. Akikupanga maisha yako, hakuna mwanadamu yeyote atakufungia maisha yako. Simameni wima ili yeye akapate mwanya. Kila roho ambaye itainuka kwako kinyume na maisha yako, mwana wa Mungu ataiondoa, ikiwa wewe umesimama wima. Pendeza Mungu kila wakati, kwa maana yeye Mungu alikumba kwa sababu kaise kumwabudu. Yeyote anayeabudu Bwana katika roho na kweli, Bwana wa Mungu atakaa ndani mwake. Unapokaa na mwana, hakika shetani hana mamlaka tena. Kwa hivyo wapenzi wa Mungu, Mungu anatupenda sisi wote na anahitaji sisi wote tukapate kumpendeza. Vijana waheshimu wazazi wao, wamama wakati mabwana zao, wazee nao wakapate kuheshimu wamama. Hapo sasa shetani aliye na mambo yake hana uwezo wa kufanya vile apendavyo. Unaambiwa nini? Pendeza Mungu kila wakati, kwa maana yeye alikupenda mwanzo, akalipa deni la dhambi msalabani, ili wewe ambaye unamwabudu usife bali ukapokea uzima wa milele. Mwana wa Mungu ni nuru iwakalo milele. Ukiwa na roho wa Bwana ndani mwako, hakuna kiza kitakaa ndani mwako, na yeye mwana wa Mungu atahakikisha maisha yale ambayo yamekusudiwa kaishi hapa duniani utayaishi. Dhambi hufupisha masiku, lakini mwanga urefusha masiku za mwanadamu kuishi duniani. Simama wima, kwa maana yeye ni Bwana. Akiwa na wewe atahakikisha kwamba amekushindia, na ikushindia atahakikisha yeyote ambaye amekalia maisha yako hawezi kufaulu. Simama wima, kwa maana mwana wa Mungu aliye juu mbinguni akiwa nawe anahakikisha maadui wako yanakamatwa. Maadui wanapokamatwa mbele yako, hakuna yeyote anasimama kwako akakushinde, kwa maana vita sio vyako
duniani, unaposhinda vita duniani, hata mbinguni